Hamjambo wanafunzi, ni kipindi kingine tena ambapo tumekutana katika lugha ya Kiswahili, lugha ambayo tunaienzi, lugha ya taifa hapa nchini, na bado tunaiendeleza mbele. Somo letu la leo ni marudio ya mtihani wa KCSE, mtihani ambao ulifanywa mwaka 2015 na ni karatasi ya pili, na tutaingia katika swali la 4 ambalo ni isimu jamii, somo ambalo lilibuniwa mwaka wa 2006 katika shule za upili, lakini pale awali lilikuwa linafanywa katika vyuo vikuu peke yake. Katika isimu jamii ni kujaribu kuweka mawasiliano baina ya jamii, kuweza kuafikiana na kuelewana, sio tu kuwasiliana pasipo makubaliano ama kuafikiana. Mtihani wetu ambao ni wa mwaka 2015 ulikuwa ni kama ufuatavyo, lakini kabla hapo acha niandike lile somo ambalo tunalishughulikia, marudio. Nami nitaingia moja kwa moja. Maelezo alikuwa anasema hivi: soma makala yafuatayo kisha ujibu maswali. Hapa ilikuwa ni majadiliano ama mahojiano. Kuna mtu wa kwanza na wa pili. Mtu wa kwanza, alafu pia vile vile kuna mtu wa pili. Mtu wa kwanza anasema hivi: wewe njoo hapa, kwa sauti kubwa, fanya upesi. Mtu wa pili anajibu anakimbia mbio, naja sa. Mtu wa kwanza anamtazama, unajifanya mwerevu. Mtu wa pili, hapana saa, afande. Mtu wa kwanza, jina. Mtu wa pili, Samuel Kibao. Mtu wa kwanza, huku anaandika, leta kitambulisho. Mtu wa pili, sina hapa saa. Mtu wa kwanza, huna kitambulisho? Utafanyiwa booking vipi? Mtu wa pili, naomba. Mtu wa kwanza, naomba. Unaomba nini? Wazururaji kama nyinyi tunawajua. Mnajidai hamjui kuna curfew. Mnajiponza wenyewe na kuwahasiri wenzenu. Kisha serikali saidia. Usiniharibie muda wangu, akiashiria ingia ndani. Utakuwa mgeni wetu leo. Tutakukirimu chakula na chumba. Anamsukuma ndani. Kwa hivyo huo ndio mwisho wa haya makala. Hayo ndio makala ambayo wanafunzi wa mwaka 2015 walipewa katika mtihani wao kitengo cha isimu jamii. Na nilivyokuambia kwamba kuna watu wawili, na hawa watu wawili walikuwa wanajadiliana ama wanahojiana. Kama ilivyo desturi, sehemu hii huwa na alama 10 peke yake. Swali A, bainisha sajili ya makala haya. Sajili ya makala haya ni ya kituo cha polisi. Hapa tumeona yule mtu wa kwanza anatoa amri, na zile amri anatoa ni za kuamuru, lugha ambayo
polisi wanaitumia sana wanapokuwa kazini, aidha wanapotaka kumtia mtu mbaroni ama wanapomuita mtu yoyote, lazima watumie lugha ya amri. Kwa hivyo tumebainisha hapa ni kituo cha polisi, halafu bila lolote unanyakua alama zako 2. Hapo peke yake vile nimesema. Katika swali ba anasema hivi: eleza sifa 8 za sajili hii kwa kurejelea makala haya. Ueleze sifa 8 za sajili hii kwa kurejelea makala. Kwa hivyo jawabu lako lisitoke nje ya haya makala. Na sifa ni jambo ambalo unaliaona kwa macho katika ile karatasi, sio lile ambalo unalitoa katika hisia. Na katika sifa hapa utaangalia lugha, utaangalia msamiati, utaangalia na muundo wa sentensi na kadhalika. Kwa hivyo mimi naenda moja kwa moja katika hili swali langu nilitolee majibu. Kwanza, lugha ya kuamuru. Alafu na pili, kama ni lugha ya kuamuru, ya pili na sentensi fupi fupi. Kwa mfano, wacha nikusomee zile sentensi fupi. Mtu wa kwanza anasema, wewe njoo hapa, fanya upesi. Halafu ya pili anasema, naja saa. 3, kuna neno afande limetumika. Halafu ya 4 pia vile vile tunaona kuna pia vile vile tunaona lete kitambulisho. Tano, kuna neno najasa. 6, kuna msamiati kama naomba. Kwa hivyo huyu bingwa kwa naomba msamaha. Alafu ya 7, kuna neno kama wazururaji. Alafu neno la 8, kuna neno kama tutakukirimu chakula na chumba. Tutakukirimu chakula na chumba. Basi, unapotoa hivyo vidokezo vyako 8, unazoa alama zako ngapi? Alama 8. Chukua zile 8, unajumlisha na zile 2, unapata alama zako ngapi? Alama zako 10. Kile cha msingi hapa, jawabu lako lisitoke nje ya swali lile ambalo utakuwa umeulizwa katika isimu jamii. Kwa mfano, katika swali hili tumeona lilikuwako ni mahojiano ama ni majadiliano baina ya askari na raia. Hapo raia amekamatwa na anatolewa lugha ya kuamuru. Maneno yanayotumika ni kama hayo afande. Sentensi za watu hawa wawili zote
ni fupi fupi, halafu sentensi nyingine ni kama tunavyoziona. Kwa hivyo majibu yako usidhubutu kuyatoa nje ya yale makala ambayo utakuwako umepewa. Hadi hapo nimefikia mwisho wa somo letu la leo. Sio mwingine bali ni mwalimu yule yule Konzi Nzaka nikisema alamsiki.